Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Wa Iran wanasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameshindwa kikamilifu katika uwanja wa vita na sasa amerudi katika vitisho na mashinikizo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baada ya kushindwa kikamilifu katika mbinu zake zote za vikwazo, vitisho vya kijeshi na mashinikizo ya kisiasa, ndicho anachokifanya Donald Trump. Vitisho vipya vya Trump dhidi ya Iran vinaashiria wazi kushindwa kwake kimkakati kabla ya kuwa na dhihirisho la nguvu za Marekani. Katika kipindi cha miezi mitano iliyopita, Donald Trump ametumia karibu kila mbinu kwa ajili ya kushinikiza Iran kuanza vitisho vya mara kwa mara vya kijeshi na kuimarisha majigambo ya kijeshi ya Marekani katika eneo hadi kuanzisha vita vya siku 40, kuongezeka mashinikizo ya kisiasa na majaribio ya kuweka mzingiro wa majini dhidi ya Iran. Lengo la pamoja la hatua zote hizo lilikuwa kuilazimisha Iran iachane na misimamo yake ya kimkakati, lakini mwenendo wa matukio unaonyesha kuwa hakuna hatua hata moja katika mbinu zake ambazo zimeweza kufanikiwa moja kwa moja katika malengo aliyoyakusudia ya Washington. Sasa rais huyo wa Marekani ameanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, chaguo ambalo si tu kwamba karibuni hivi lilimshinda kumpa matokeo yaliyokusudiwa, bali pia tangu mwanzo lilitabiriwa kufeli na wachambuzi wengi wa Magharibi. Kupitia tovuti ya Pars Today ambayo imeeleza juu ya hali inayoendelea, mchambuzi John Menshire, msomi mashuhuri wa taaluma mahusiano ya kimataifa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Chicago, ana shaka kubwa kuhusu kufanikiwa kwa chaguo la kijeshi la Marekani dhidi ya Iran. Anaamini kuwa serikali ya Marekani imeshindwa kufafanua namna mashambulizi ya kijeshi ya sasa yatakuwa na matokeo tofauti na ya huko nyuma. Kwa mtazamo wa Menshire, matumizi ya nguvu yana mantiki tu pale yanapokuwa na malengo ya kisiasa yaliyo wazi, yanaweza kufikiwa na yanayolingana na gharama zinazokubalika, hali ambayo haijathibiti kabisa kuhusiana na Iran. Hivyo kurudia chaguo la kijeshi badala ya kutekeleza mkakati mpya kunaashiria kushindwa Washington kubuni suluhisho madhubuti la kukabiliana na Iran. Uzoefu wa miezi ya hivi karibuni unathibitisha wazi ukweli huu. Licha kukabiliwa na mashinikizo makubwa ya kijeshi, kiusalama na kisiasa, Iran si tu imeendelea kudumisha mfumo wake wa kuzuia uchokozi, bali pia imefanikiwa kuongeza gharama za adui mchokozi. Hali hii haihusu tu uwezo wa kijeshi wa Iran, bali unajumuisha pia uwezo wake wa kimkakati, kijiopolitiki, uwezo wa kulipiza kisasi na ushawishi wa kikanda, vipengele ambavyo vimefanya tathmini yoyote kuhusu hatua za kijeshi dhidi ya Iran kukumbwa na shaka na wasiwasi mkubwa. Kwa maelezo haya, dhana kwamba Iran inaweza kulazimishwa kubadili msimamo wake wa kimkakati kupitia mashambulizi machache yenye malengo maalum au hata operesheni kubwa ya kijeshi haiendani na uhalisia wa mambo katika eneo. Katika miaka hivi karibuni imethibitika wazi kupitia uzoefu kuwa mlinganyo wa kiusalama katika eneo la Asia Magharibi hauwezi kubadilishwa kwa kutumia mbinu ya nguvu za kijeshi. Hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kuwa na taathira zinazovuka mipaka ya Ghuba ya Uajemi na lango la bahari la Hormuz, hivyo kuathiri kwa kiasi kikubwa maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Katika mazingira hayo, vitisho vya mara kwa mara vya Trump dhidi ya Iran vinapaswa kuchambuliwa katika muktadha wa msuguano wa kimkakati unaoikabili Washington. Kwa upande mmoja, utawala wa Marekani hautaki kukubali ukweli kwamba umepoteza nyenzo zake za mashinikizo, na kwa upande mwingine, uzoefu unaonyesha kuwa kutekeleza vitisho hivyo kunaweza kuisababishia Washington gharama kubwa kuliko faida. Hivyo, lugha ya vitisho imebadilika kuwa chombo cha kudumisha mashinikizo ya kisaikolojia na kisiasa kuliko kuwa utangulizi wa hatua madhubuti. Kwa mtazamo wa kimkakati, tatizo kuu la Marekani ni kutokuwa na lengo la kisiasa linaloweza kufikiwa. Katika nadharia ya kitamaduni za mahusiano ya kimataifa, nguvu za kijeshi zinaweza kufanikiwa tu pale zinapoambatana na malengo ya wazi ya kisiasa. Hilo lisipotimia, matumizi ya nguvu sio tu hushindwa kutatua matatizo yaliyopo, bali pia yanaweza kuzidisha mgogoro.